Ina maana lazima uwe na imani ya uponyaji kabla uponyaji. Nilikwambia siku moja, mtu akija hapa tunamwambia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Alafu namwambia unajisikiaje? Anakwambia nisikia kama tu imezidi. Unajua hapa imani hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Imani sio ya muombeaji. Imani ni wewe una imani gani ndani yako kwa ajili ya kupokea uponyaji. Bwana Yesu alipokuwa anatembea katika uso wa nchi, kuna sehemu nyingi akufanya miujiza. Na akufanya miujiza kwa sababu moja, watu wale walikuwa hawana imani. Ikiwemo nyumbani kwao kule Galilaya, na huyu eti anaponya huyu. Sasa nikajiuliza, zaidi ya mara 17 katika maandiko matakatifu Bwana Yesu anasema kwamba walipoenda kumpelekea wagonjwa na wenye afya mbovu, wagonjwa na wenye matatizo, aliponya wote mara 17 kwenye Biblia. Lakini ile moja akasema katika mji ule wa Galilaya akuponya watu wengi kwa sababu walikuwa hawana nini? Pasipo imani haiwezekani kufanya mambo makubwa katika uso wa dunia. Pasipo imani haiwezekani kuweza kumpendeza Mungu. Waebrania 11:6 iko very clear. Somo la leo, imani kwa ajili ya uponyaji. Tufungue pamoja kitabu cha Marko ile sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Naomba kusikilize kwa makini, na kama unaweza kufuatilia kwenye skrini yetu waweza pia kufuatilia. Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Nitasoma katika jina la Yesu. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Mstari wa 24. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu ukamfuata ukimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa na mengi mkononi wa matabibu wengi, amegharamikiwa vitu vyote alivyonao, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nimepona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu aliyekifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katikati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona mkutano unapokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hili. Mstari wa 33. Na yule mwanamke akaingia hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka yule mkuu wa sinagogi. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka yule mkuu wa sinagogi, wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Yesu
aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, amini, usiogope. Wala akumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana ndugu yake. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akamwambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule binti yule kijana na mamaye, wale waliokuwa pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo huyo kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, talita kumi, talita kumi, talita kumi. Tafsiri yake, msichana, na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Leo talita 10 inakuja juu yako. Tunaona mambo mawili yanatokea. Mwanamke ametokwa damu miaka mingi, akasema nikigusa vazi la Yesu nimepona. Kilichomfanya aweze kupona sio kwa sababu aligusa vazi la Yesu. Kilichomfanya aweze kupona sio kwa sababu Yesu alikuwepo pale. Kilichomponya ni nini? Imani. Imani. Nikigusa vazi la Yesu nitafanya nini? Nikienda kula meza ya Bwana leo, kifua changu kitapona. Nikienda kula mkate wa Bwana leo, wachawi hawatanigusa. Nikienda kufanya kitu fulani leo, na kwenda kunywa maji pale nje leo, nitakuwa nimepona. Imani unaijenga kwa kusikia. Imani sio kwamba alikuwa anaijenga, ila alikuwa amejenga imani kwa Bwana nani? Bwana Yesu. Kwamba akimgusa Yesu, kwa sababu alijua Yesu ana uwezo wa kuponya, anajua anapona. Nisikilize kwa makini. Atuongelee Yesu wa kwenye vitabu. Tunamwongelea Yesu ambaye yuko leo hapa kwa ajili ya kukuponya. Mwingine akasema nikienda madhabahuni nikapiga magoti nikagusa tu madhabahu nimepona. Mwingine akasema nikienda nikagusa mimbari ambayo inahubiriwa nimepona. Aamini katika mimbari, ila naamini Mungu anahubiriwa katika mimbari hii anaponya. Kwa kuna namna unajenga msingi wa imani. Mara ya pili anakuja mtu mwingine kwa Bwana Yesu ambaye alikuwa mkuu wa sinagogi, anaitwa Eros. Na anamwambia Bwana Yesu, mtoto wangu anaumwa. Bahati mbaya zaidi, wakati Yesu anaendelea kuhuguza kumponya yule mama, ghafla mtoto amekufa. Wanafanyaje? Yesu alimwambia lugha moja natamani ushike kichwani, usiogope. Kosa kubwa la kwanza kwenye maisha ni kuogopa. Ngoja nikwambie, ugonjwa unaweza kuja kwenye tumbo. Ugonjwa unaweza kuja kwenye kifua. Ugonjwa unaweza kuja kwenye kichwa. Ya kupasa usiogope. Binti moja tulikuwa na kazi naye sehemu fulani. Kichwa kikaanza kuuma siku ya kwanza. Kichwa kikaanza kuuma siku ya pili. Nikamwambia usiogope. Nikakumbuka maneno ya Yesu. Akaniambia lakini bado kichwa, nikamwambia usiogope. Unaamini kwamba Yesu anaweza kuponya? Nikaamua nijenge imani yake kupitia maji. Nikamwambia tunaombea ya maji. Na tulipoanza kuomba, alipoanza kunywa anasema alisikia kichwa kinabanguliwa. Amekuja kunishuhudia baada ya miezi 6 baadaye. Mimi sikujua kama alipona. Bwana Yesu asifiwe. Ila imani yake katika maji tuliombewa. Akasema akasikia kichwa kinalia kando kinazidi kuuma. Lakini akaamini kwamba tulichokiomba ni sahihi. Usiogope juu ya matokeo ya nje unayaona. Yawezekana umeenda kwenye mtihani unaona kabisa unafeli, lakini ulimuomba Mungu kwa ajili ya kufaulu. Amini tu. Waweza kuamka asubuhi, kuna mara nyingi naamka na shangaa kiuno chote kama kimekatika au mguu wote umekufa ganzi, lakini ninachukua hatua ya imani kwamba siogopi ninachokiona. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi kwa unaweza kuona tembea kabisa upande hivi unatikisika, lakini unasema mimi nimepona kwa kupigwa kwa Yesu. Una wasiwasi kwa sababu una imani na Mungu unayemwamini. Natamani ujenge imani. Yesu anasema wana wa Adamu wanakuja,
ataikuta imani duniani. Imani ndio chanzo na siri pekee ya kuweza kupona mwanadamu.